morning na karibuni tena watazamaji, ili niendelee kuelimisha na kuwafahamisha habari ambazo zinaendelea kujiri hapa nchini Kenya. Na watazamaji, mambo yanazidi kuchemka kwa sababu kwa mara nyingine vijana wa Gen Z wameanza kujiandaa kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2026 2027. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kiundani watazamaji wangu kuhusiana na mipango ambayo inaendelea kupangwa na vijana wa Gen Z ili kureject finance bill ya mwaka huu, ningependa kukuomba uweze kulike hii video na pia uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo sasa kwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na mtazamaji wangu, sijui kama umeweza kupatana na finance bill ya mwaka 2026. Je, umeweza kuisoma ama bado? Kama umeweza kuisoma mtazamaji wangu, sijui umeielewa vipi, kwa sababu kuna mambo ambayo yamewekwa ndani ya hiyo finance bill yatakuja kumfinyilia mwananchi wa kawaida, na tayari wale ambao wameisoma wameanza kusema ya kwamba hii finance bill ni ya kureject na haistahili kabisa kukubaliwa kutekelezwa na hii serikali ya Kenya Kwanza. Na kama vile ambavyo mnajua, vijana wa Gen Z watazamaji wangu, wakiamua kufanya kitu wanafanya na roho moja. Wakiamua kureject, mnajua vile ambavyo wamekuwa wakifanya, wanaingia kwenye maandamano, na sio maandamano madogo watazamaji wangu. Kumbukeni pale mwaka 2024 watazamaji wangu, ni maandamano ndio yaliweza kumshinikiza William Samoei Ruto kureject ile finance bill ya mwaka huu 2024, ambapo kulishuhudiwa maandamano makubwa watazamaji wangu katika historia ya Kenya, ambapo vijana wa Gen Z walikuwa wanapinga utawala wa serikali ya Kenya Kwanza pamoja na huo mswada wa fedha wa mwaka 2024 2025. Sasa watazamaji wangu, William Samoei Ruto kwa mara nyingine yupo tabani kwa sababu hawa vijana wa Gen Z wameanza kuisoma hii finance bill. Wakati wengine wanapambana na bei ya mafuta, kwa upande mwingine nayo serikali imetengeneza finance bill. Na ni yapi ambayo yako ndani ya hii finance bill? Ni kipi ambacho kimeongezwa? Gharama ya maisha, je, itakuja kupanda ama itakuja kuteremsha? Watazamaji wangu, mambo sio mazuri na kuna vipengee kadhaa ambavyo viko ndani ya hiyo finance bill. Ningependa kukufahamisha hapa ya kwamba bei ya nguo itakuja kupanda, rent pia itakuja kupanda na 10%, M-Pesa and bank transaction costs pia zitaweza kupanda. Kenya Revenue Authority, hapa watazamaji wangu ndio kuna maneno, kwa sababu KRA inataka kupatiwa nguvu ama powers za kuweza kuingia kwenye privacy yako ya M-Pesa, ambapo itakuwa inajua vile ambavyo umekuwa ukitumia M-Pesa. Pia bank statement inaweza kuzitumia ili wewe uweze kulipa tax. Hivyo ndio KRA watazamaji wangu itakuwa inawanasa wale ambao hawajakuwa wakilipa tax. Bei ya simu watazamaji wangu pia itakuwa inapanda. Pia bei ya madawa hivyo itakuwa inapanda. Hii inamaanisha kwamba watazamaji wangu, kuanzia mwezi wa 6 wakati hiyo finance bill itakuwa imepitishwa, sasa gharama ya maisha itapanda juu zaidi. Tunalalamika sasa hivi kwa sababu ya bei ya diesel pamoja na petroli iko juu, lakini endapo hii finance bill itapitishwa, huenda sasa ndio itakuja kufanya maisha ya kuwe magumu zaidi kwa mwananchi wa kawaida. Lakini je, hilo litawezekana kweli na hawa vijana wa Gen Z? Kama vile ambavyo mnajua, wao sio mchezo wa watazamaji wangu. Wakiamua ni kufunga barabara, they mean it, they mean business, kwa sababu wasipojitetea sasa hivi, ujue ni kizazi cha kesho ndio kitakuja kuumia. Wewe mtazamaji wangu, sijui uko na maoni gani kuhusiana na hii finance bill ya mwaka huu 2026? Haya ambayo nimekusomea hapo mtazamaji wangu ni baadhi ya yale mambo ambayo yamependekezwa ndani ya hiyo finance bill. Pia kuna mambo ya land rates, ile ardhi ambayo imekuwa wazazi wako wakiishi kwa miaka na miaka, sasa hivi watakuwa wanailipia kitu kidogo ili waendelee kuishi pale. Ni baadhi tu ya mambo ambayo yamependekezwa ndani ya hiyo finance bill, na mengine ni yale ambayo yalikuwa yamependekezwa kwa ile finance bill ya 2024 ambayo vijana wa Gen Z walikuwa wameyakataa. Nataka nikupatie fursa mtazamaji wangu uweze kusikiza baadhi ya maoni ya vijana wa Gen Z wakizungumzia kuhusiana na hii finance bill na vile ambavyo wako tayari kuireject. Wa Kenya wakuwe tayari kureject hii finance bill, kwa sababu endapo wataikubali, basi wajue kwamba mambo yatakuwa magumu wa mwananchi wa kawaida na gharama ya maisha itazidi kupanda watazamaji wangu. Kabla sijakuwekea video mtazamaji wangu, ningependa kukuomba tena uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, share na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.
Walai kama hujasoma finance bill unafaa tu kureject hiyo kitu. In fact, kama kuna maandamano mengine yenye inafaa ikue haraka iwezekanavyo, wachana na hii ya mafuta, hiyo ni unongwe. Hiyo walikuwa wamepanga. Tusikizane hadi hapo, sawa? That's why iliisha haraka hivyo. Kwa pamoja hadi hapo. Hii ya finance bill walai bilai, hadi maiti atakuwa analipa tax. Utakuwa unasema kwa nini unakufa? Wewe jua hivyo kama ujui. Hebu tafuta mtu anaielewa vizuri ya maandamano, hebu niambieni tunafaa tuipange haraka. Tuanze mapema ndio? Ya, tumalize mapema hii kitu. Hii hapana. Ni mbaya. Wewe juu inaenda kukua mbaya. Yaani kila mahali unakuwa unaingia tu ni tax. Hakuna kitu unaendea, wewe ni tax unaenda kupeleka. Ni matax tu zenye hazifanyi kazi. Wewe ni kazi gani umeona ikifanywa na tax? Kama vile mwenye mnaimba hapo 2 term, sijui 2 term. I want you to know one thing about just kitu moja tu kwa finance bill yenye inakuja. Wame amend Land Act turning freehold land into a leasehold. So what does that mean? It means wewe penye umezaliwa na mimi penye nimezaliwa, si tuko na ancestral land, inamaanisha utaanza kulipa tax, na inamaanisha hiyo land ni lease, sio freehold, ni lease. So a certain time ikifika mtu alipe hiyo nini leasehold, mna evictiwa. Like some of you mko tu hapa tu mnakaa tu like politics is nothing, politics is nonsense. Politics affects every bit of your life. Think about it. It affects every bit. Na watazamaji, kama vile ambavyo mmeweza kusikiza, hayo tu ni baadhi ya maoni kutoka kwa vijana wa Gen Z, na tayari unaona wao wameanza kujipanga ku reject hii finance bill ya mwaka huu 2026 2027. Sijui mtazamaji wangu kama unaungana na maoni ya wao vijana wa Gen Z ku reject hii finance bill kutokana na yale mambo ambayo yamependekezwa ndani ya hiyo finance bill. Na pia mtazamaji wangu, ukiangalia finance bill ambazo zimekuwa zikitangulia hapo awali, unaona ni hii finance bill ndio itakuwa inapandisha gharama ya maisha zaidi kuliko ile ya 2024. Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na pia ningependa kukuomba uache kusikia mambo ya finance bill ambayo imetoka. Wewe mtazamaji wangu, na kuomba uitafute, uisome, ndiposa uweze kuielewa, ndiposa wakati wa Kenya wanasema wanaingia kwenye maandamano kupinga finance bill, ujue ni nini ambacho kinawatoa tena kwenye maandamano. Nawaambia watazamaji wangu, hiki ni kipindi kigumu kwa William Samoei Ruto pamoja na serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu kile ambacho huenda tukashuhudia mwezi wa 6 ni sawia na kile ambacho tulikishuhudia pale mwaka 2024 wakati wa finance bill tarehe 25 mwezi wa 6. Vijana walijitokeza kwa mamilioni kwenye miji tofauti hapa nchini Kenya wakipinga finance bill. Nakwambia hapo watazamaji, lakini msiende mbali kwa sababu niko na mengi ambayo nitakuwa nazidi kuwafahamisha siku ya leo hapa nchini Kenya kwenye ulingo wa kisiasa. Kabla sijatambulisha watazamaji wangu, ningependa kuwakumbusha tena mjiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia mweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi.